Rafiki yangu, shalom. Ninalo neno kwa kijana mwenzangu siku ya leo. Ukisoma kitabu cha Yohana wa kwanza, ile sura ya 2 mstari wa 14, neno la Mungu nasema, nimewaandikieni ninyi vijana kwani mna nguvu, na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi umemshinda muovu. Sikiliza kijana. Mungu kaweka potential ya tofauti katika maisha yako kuliko marika mengine yoyote. Mungu kaweka nguvu ya imani. Kijana ana imani. Kijana uwaga ana cha kupoteza. Akiamua jambo lake analifanya, na ndio maana Mungu anawatumia vijana katika mambo makubwa sehemu yoyote. Kijana ana nguvu ya uthubutu. Kijana mwenzangu, mwaka 2026 kwa uwepo wa Bwana, thubutu, usiogope. Wewe nenda, usiona aibu. Huyo ndio kijana ndani yako ana nguvu. Nguvu yake waga inashinda aibu, huwa inashinda mashaka. Kijana ana nguvu ya ukweli. Ndio maana kijana akisimama kusema ukweli duniani au kwenye jamii au kwenye familia, shetani uinuka kwa nguvu zote kumpinga. Waovu uinuka kumpinga kijana, kwa sababu ndani ya kijana kuna nguvu ya mabadiliko, kuna nguvu ya ushindi katika maisha yake. Na ndio maana shetani na waovu wanaogopa sauti ya kijana kuliko kitu chochote. Kijana sio kuwa na misuli mikubwa. Kijana nguvu yake iko ndani yake. Mwaka 2026, rafiki yangu, fanya maamuzi katika maisha yako. Amua kama kijana, tumia potential, tumia uwezo Mungu aliyouweka ndani yako katika uwepo wa Bwana. Endelea kutafuta uwepo wa Bwana mwaka 2026, na kijana, tumia nguvu Mungu aliyoweka ndani yako kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya maisha ya kiroho, kwa ajili ya Mungu mwenyewe. Na Mungu akubariki sana, mtumishi wa Bwana.